wa kiroho, wa maneno ya uzima ambayo yatawajenga, yatawaimarisha, yatawafanya wajisikie kuwa huru katika Kristo, kuwa huru katika maisha yao, maneno yatakayowafungua, maneno yatakayowajenga, maneno yatakayowatia moyo kutokana na yale madhira wanayoyapitia. Lakini akaendelea akasema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ni maana Mkristo kazi yake kubwa pia ni kuwafungulia wafungwa. Kuna watu wamefungwa katika vifungo vya kiroho, wamefungwa katika vifungo vya maisha, hawaoni tena future yao, hawaoni tena wapite wapi, hawaoni tena kesho yao ni ipi, kwa sababu ya mfumo wa ulimwengu ambao umewakandamiza, umewafunga kwa namna mbalimbali. Wamefungwa katika elimu za kidunia, wamefungwa katika maisha yao, hawaoni mbele wala nyuma. Ilitakiwa Mkristo ahangaike na hicho kitu, kwa sababu nimesema Ukristo kweli ni huruma, Kristo wa kweli ni upendo, Kristo wa kweli ni kumuona mtu mmoja ni sawa na mwingine. Ndio maana Kristo alikuwa anahangaika na hiki kitu, kuwafungua au kufunguliwa kwao vipofu, kufunguliwa vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, kuwaacha huru waliosetwa, waliofungwa. Kuna watu ambao wanakuwa wapo katika maisha ambayo ni ya vifungo, maisha ambayo ni ya kuachwa, ni ya kunyanyasa, wanahitaji kufunguliwa. Hizo ndo kazi za Mkristo kweli, Mkristo ambaye unajiita Mkristo yoyote, hizo ndo kazi ambazo unatakiwa uhangaike nazo, ushughulike nazo. Hizi hapa zilizoandikwa katika kitabu cha Luka 10 Luka mstari wa 4 kuanzia mstari tu wa 18. Mwenye masikio kusikia na asikie. Neema ya Kristo ikawa pamoja nanyi. Amen.